Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Marko sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 20. Marko anatuambia Yesu alikuwa akifundisha kando ya bahari na mkutano mkubwa wakakusanyika kuweza kumsikiliza, na yeye akapanda chomboni akaanza kuwafundisha makutano, na mafundisho yake anayoyatoa alikuwa akiwafundisha kwa mifano. Na mfano mmojawapo ambao Yesu anawafundisha wanafunzi wake siku ya leo ni mfano wa mpanzi, ambao anazungumza kwamba mpanzi alienda kupanda mbegu, na mbegu hizo zilianguka katika maeneo makubwa manne. Ya kwanza, mbegu hizo zilianguka njiani, na zilipoanguka njiani, ndege wakaja wakazichukua. Wanafunzi wake wakamuuliza, ina maana gani mfano huo? Akasema, wale watu wote ambao wakienda katika nyumba za ibada wakalisikiza neno la Mwenyezi Mungu na wakashindwa kuweza kuwa na umakini katika kuweza kulisikiza lile neno, Shetani huja na akaliondoa lile neno ambalo lilikuwa limepandwa ndani ya mioyo yao. Na katika nabii Isaya sura ya 55 aya 10 inazungumza juu ya nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata kila siku, kwamba kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni, wala haitarudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo itakavyokuwa neno langu, halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu. Ukienda katika nyumba ya ibada, ukienda katika jumuiya ndogo ndogo, ukienda kwenye semina, kila neno la Mwenyezi Mungu unalolipata wakati huo, Mwenyezi Mungu amekuwa ameliruhusu lije kwako ili lisirudi bure, lije litimize mapenzi ya Mwenyezi Mungu ya wewe kuja kukuleta hapa duniani na aliweze kukuzalia. Ukiona wakati wa neno la Mwenyezi Mungu umekosa utulivu, umakini, mara unaanza kuwaza vitu vya nyumbani, mara unaanza kuwaza madeni, mara fulani amevaa hivi, wakati neno la Mwenyezi Mungu linasomwa, utambue tayari Shetani ameshakuja, amenyakua lile neno ambalo lilikuwa linakuja kwako, na baada ya hapo halitazaa. Hao ndio wale ambao mbegu zile zimeanguka kwenye njia. Na mpanzi huyu akapanda, mbegu nyingine zikaanguka kwenye miamba. Wakamuuliza wanafunzi wake, nini maana ya zile mbegu ambazo zimeanguka kwenye miamba? Yesu akazungumza akawaambia, wakati neno la Mwenyezi Mungu linapohubiriwa, linaposomwa, kuna watu huonyesha mapenzi na shauku kubwa sana katika ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa muda mfupi. Wakati neno linaposomwa na mahubiri yanapotolewa, utakuta watu wanashangilia, utakuta watu wanafanya hivi kwamba neno limemwingia. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho kiko ndani ya huyu mtu ambacho kinamtesa. Huyu mtu anaposhangilia sana lile neno kwa makofi mengi kwamba nimepokea, akiingia tu kwenye changamoto na majaribu ya maisha, dhiki zikija, wale watu wakimletea udhia tu, huyu mtu anaanguka, anakosa nguvu ya kuweza kustahimili hizo changamoto, na mara nyingi sana huwa wanaondoka katika imani hiyo. Watu hawa hawana mizizi ya imani ndani yao. Usipokuwa na mizizi ya imani ndani mwako, ni vigumu kuweza kushinda majaribu mbalimbali yanayokuja katika maisha yako. Je, neno la Mwenyezi Mungu ambalo linalopandwa kila siku, una changamoto ya namna gani? Una majaribu ya namna gani ambayo yamekufanya uweze kuondoka
mahali ulipokuwepo. Ukiona mara kwa mara ni mtu wa kuhamahama, utambue wewe upo kwenye lile kundi la zile mbegu ambazo zimeanguka kwenye miamba. Mbegu nyingine zikaanguka kwenye miiba. Maana yake nini? Miiba katika mambo ya kiroho ni mambo yanayoweza kuingilia katika ukuaji wako wa kiroho. Yaani mbegu imepandwa, imeotwa, ikasongwa. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo yanaingilia sana katika safari yako ya ukuaji wa kiroho. Katika mambo haya yanayokupelekea uweze kuanguka katika safari yako ya ukuaji wa kiroho ni kama yafuatayo. 1, shughuli za kidunia. 2, udanganyifu wa mali. 3, tamaa za mambo mengine. Zikiingia tu kwa Mkristo, zinalisonga lile neno ambalo alikuwa amepewa, na lile neno haliwezi kuzaa. Usisahau kwamba kati ya baraka kubwa ambayo mwanadamu alipewa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 28 ilikuwa ni baraka ya kuzaa. Mwenyezi Mungu alisema, zaeni mkaongezeke. Na tunapozungumza habari za kuzaa na kuongezeka, si katika kuzaa watoto, bali ni kuzaa na kuongezeka katika uchumi, kuzaa na kuongezeka katika elimu, kuzaa na kuongezeka katika mambo ya kiroho. Kila sekta uliyokuwa nayo uzae na kuweza kuongezeka. Hatua ambayo wazazi wako walikuwa wanayo, wewe lazima uende juu. Hatua ambayo ulikuwa nayo mwaka jana, mwaka huu lazima uzae na kuweza kuongezeka. Ukijiona kwamba shughuli za kidunia zimekubana, yaani wasiwasi juu ya maisha, wasiwasi juu ya mahitaji yako ya kila siku, mfano chakula, mavazi na malazi, vinakupelekea uanguke katika maisha ya kiroho, unakuwa na wasiwasi, utambue ni miiba iko katikati yako. Vile vile pia ukiona mali zimekuwa ndio kipaumbele katika maisha yako, hasa katika kundi la matajiri, mpaka siku ya Dominika, siku ya Bwana, wanaenda kufanya biashara, utambue upo katikati ya miiba na ni ngumu sana kuweza kuzaa. Hivyo basi, elewa kwa kina ni vikwazo gani vinavyoweza kuathiri maisha yako ya kiroho. Elewa kwa kina ni vitu gani vimekuathiri ukashindwa kuweza kukua vizuri. Na mfano wa 4 wa mwisho ni mbegu ambazo zilianguka katika udongo mzuri. Yesu katika mafundisho yake anasema kwamba zile mbegu ambazo zilianguka katika udongo mzuri zilizaa 100, zikazaa 60 na 30. Hivyo basi, katika safari yako ya maisha, ukilipokea neno la Mwenyezi Mungu kila siku linalokuja katika maisha yako, liweze kuwa ni zuri, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu ni upanga ukatao kuwili. Ukalipokea kwa moyo wa shukrani, kesho lazima uzae na utazaa zaidi. Mwenyezi Mungu akubariki siku ya leo. Neno la Mwenyezi Mungu likutie nguvu uweze kuzaa. Chunguza kiundani zaidi ni vikwazo gani vinavyokufanya ushindwe kuweza kuzaa katika maisha haya, na baada hapo yafanyie kazi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.